Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia mtu wa Mungu, napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo unafahamu, bado tupo kwenye mwezi wa kugeukia adui zako. Mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu anapotupa kichwa cha mwezi, maana yake amekusudia kutusaidia, amekusudia kutufungua, amekusudia kututenda sawa sawa na hilo neno ndani ya huo mwezi. Kwa hiyo yeyote unayepitia changamoto, tatizo ambalo umeliona kubwa, hauwezi kutoka hapo, sikiliza neno la Bwana. Anasema hivi, geukia adui zako. Kwa hiyo kwenye maombi haya ya siku ya leo, mtu wa Mungu, tunaenda kugeukia adui zetu. Adui wa maisha yetu, adui wa afya zetu, adui kwenye nyumba zetu, adui kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, jiandae kushinda, jiandae kupata ushindi, na jiandae kumuona Mungu akikutenda makuu kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya siku nzuri tena ya maombi ambayo umetupa. Mungu wangu mwaminifu, ninakukaribisha tena mahali hapa. Ninaomba utufundishe watoto wako neno la wakati. Ninaomba ukatusaidie na ukatufunulie maandiko ili tuweze kuyaelewa na tukapambane na kila adui kwenye nyumba zetu na malango yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninaomba mkono wako usitupungukie usiku wa leo. Uwepo wako ukatufunike na ukatuponye kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, karibu tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kwa wewe ambaye unaandika, naomba uandike kichwa chetu cha somo, maombi ya kugeukia adui zako, sehemu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye unaandika kichwa cha somo, naomba uandike maombi ya kugeukia adui zako, sehemu ya pili. Mtu wa Mungu, somo lililopita yalikuwa ni maombi ya kugeukia adui zako, sehemu ya kwanza. Kama ukupata nafasi ya kusikiliza, basi ninaomba rudi na hakikisha unasikiliza, na utamuona namna ambavyo Mungu atakusaidia, namna ambavyo Mungu atakupigania, na utaona namna ambavyo tatizo lako na changamoto yako itaenda kuisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Lakini pia kabla sijaendelea mbele, ninaomba nikushukuru wewe ambaye umetutumia shuhuda walioweza kusikiliza maombi yaliyopita. Wamesema wamemuona Mungu akiwasaidia, akiwaondoa kwenye matatizo sugu ambayo yalikuwa yanawasumbua kwenye mioyo yao, yalikuwa yanawasumbua kwenye maisha yao. Wameona magonjwa yakiondoka, wameona amani zikija kwenye nyumba zao, wameona utulivu ndani ya mioyo yao. Lakini kuna wengine wanasema walikufa moyo kabisa, walikuwa hawaamini ya kwamba Mungu anaweza kuwasaidia, ila walipoomba yale maombi na walipolisikiliza neno la Mungu, walimuona Mungu kwenye maisha yao na wakaona kabisa wanaenda kupata ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu tunasimama na neno ambalo linatoka kwenye Samueli wa kwanza, sura ya 17, mstari wa 44 mpaka wa 45. Neno la Mungu linasema hivi: Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana.
Mtu wa Mungu, nilikupitisha kwenye hili andiko nikakuonyesha ya kwamba Daudi alipigana vita na Mfilisti. Mfilisti alikuwa ni adui kwa Daudi, lakini pia alikuwa ni adui kwenye taifa la Israeli. Na huyu Mfilisti alikuwa ni tatizo kubwa ambayo watu wote waliopigana naye walishindwa, wengine walikimbia. Lakini Mfilisti hakuondoka kuwatukana wana wa Israeli. Hakuacha kutukana taifa la Israeli. Hakuacha kuwatishia ya kwamba atawaua na ya kwamba ataharibu maisha yao. Lakini mtu wa Mungu, unamuona Daudi alipokuja, hakumkimbia Mfilisti. Hakukimbia lile tatizo, bali aliweza kuligeukia. Na pindi alipofanya maamuzi ya kumgeukia, unamuona Mfilisti anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona Mfilisti anakufa. Haulioni lile tatizo tena. Mtu wa Mungu, tunaposema mgeukie adui zako au geukia adui zako, maana yake nini? Ni tatizo kwenye maisha yako. Ni tatizo linalokusumbua. Ni tatizo lililokuwa sugu. Ni tatizo lililotishia maisha yako. Na wewe ulipoliangalia uliona hauliwezi, lakini pia uliona Mungu wako aliwezi. Wengi wamekimbia, mtu wa Mungu. Na walipokimbia hili tatizo, walipomkimbia huyu adui, lile tatizo alikukimbia liliendelea kuwafuatilia, liliendelea kuwakimbiza, liliendelea kubaki kwenye malango yao, liliendelea kubaki kwenye ardhi yao. Ndio maana mtu wa Mungu, ukiangalia familia yako au ukiangalia maisha yako, yapo matatizo ambayo unasimuliwa yalikuwepo tangu bibi yako yupo, tangu babu yako yupo, yalikuwepo kwenye kizazi cha kwanza, yalikuwepo kwa mashangazi, yalikuwepo kwa wajomba, unayaona kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine, mtu wa Mungu, unaelezwa ya kwamba ugonjwa ulionao ulimuua ndugu yako fulani. Kwa hiyo ile habari unayoipata, unajua kama huu ugonjwa kwenye familia yetu uliweza kuua watu, na mimi utaniua. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikikusomea kwenye hili andiko, mtu wa Mungu, unamuona Mfilisti anamwambia Daudi ya kwamba leo hii nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Kwa hiyo unaliona lile tatizo, mtu wa Mungu, lina sauti, limebeba ujumbe, limebeba taarifa ya kwamba Daudi nakuua, na nikimaliza kukuua nyama yako, manake nini? Mwili wa Daudi na wapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alipokuwa anaonyeshwa lile tatizo, alipokuwa anamuona yule adui, yale ndiyo maneno aliyokuwa anamwambia. Kwa hiyo Daudi angekimbia, kizazi chake kingekuja, kingemkuta huyu Mfilisti. Daudi angekimbia, ndugu zake wangekuja, wangemkuta huyu Mfilisti. Lakini Daudi alisema, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Mtu wa Mungu, inawezekana tatizo lako ni kubwa, hauna nguvu ya kupigana, ni kweli. Ndiyo maana tunapoenda kugeukia adui zetu, anayepigana ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupigani wenyewe, mtu wa Mungu. Anapigana Bwana wa majeshi. Anapigana Mungu wa Israeli. Anapigana Mungu wako ambaye wewe, mtu wa Mungu, uliokoka ukamkaribisha kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo Yesu anatakiwa kukuokoa. Yeye ni Mwokozi. Anatakiwa kuokoa maisha yako. Anatakiwa kuponya maisha yako. Anatakiwa kukusaidia, mtu wa Mungu. Ngoja tuendelee mbele kidogo, utanielewa. Naomba nisomee Nyakati wa Pili sura ya 32 mstari wa 7 mpaka wa 8. Nyakati wa Pili sura ya 32 mstari wa 7 mpaka wa 8. Iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma ili andiko,
Neno la Mungu linasema, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linatusisitiza tusiogope, bali tuwe hodari. Maana yake nini? Usimwogope adui aliye mbele yako. Usimwogope adui anayekufuatilia nyuma yako. Usiogope changamoto zote zinazokusonga kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, nimekwambia huu ni mwezi wa kugeukia adui zako. Unapaswa kufanya nini? Kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema iweni hodari. Maana yake nini? Iweni majasiri, iweni mashujaa na moyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu anachofikiria ya kwamba sisi tunatakiwa kufanya ni kugeukia tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu unaweza ukasema, naligeukiaje tatizo langu wakati linanitisha? Uwe hodari mtu wa Mungu, uwe na moyo mkuu mtu wa Mungu. Hii vita iliyokuja kwenye malango yako, kushinda ni lazima. Hii changamoto inayosumbua maisha yako, kushinda ni lazima. Amen. Neno la Mungu lilituonyesha mtu wa Mungu, Daudi alipoamua kumgeukia Mfilisti alishinda. Japo yule Mfilisti alikuwa ni mkuu, alikuwa ni mtu wa milaba mingi, alikuwa ameenda hewani, na Daudi alikuwa ni mdogo mtu wa Mungu, lakini alifanya kitu gani? Alikuwa hodari, alikuwa na moyo mkuu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kuwa hodari kwa habari ya afya yako. Ripoti ya madaktari inasema nini? Habari za uchumi wako zinasema nini? Habari ya familia yako inasema nini? Una addiction gani zilizokusumbua? Ni adui yupi anakunyima usingizi? Sikia neno la Bwana. Anasema msiogope wala msifadhaike. Kwa sababu gani? Anasema hivi, Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi, atatupigania. Mtu wa Mungu, tunapoenda kumgeukia adui zetu, tunamweka Mungu katikati ya changamoto zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi, kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Kwa nini tunamgeukia adui? Ni kwa sababu kwetu yupo Mungu kutusaidia kupigana mapigano yetu, kupigana na adui zetu, kupigana na changamoto zetu, kutusaidia na mashaka yetu. Unatakiwa kufanya nini? Kuwa hodari. Mtu wa Mungu, jishike moyo wako, jiambie moyo wangu uwe hodari, jiambie moyo wangu usiogope. Safari hii kushinda ni lazima. Amen. Safari hii kumwona Bwana ni lazima. Amen. Safari hii kumaliza shule ni lazima. Amen. Haijalishi umefeli mara ngapi, usiache. Watu wengi walipofeli waliacha. Watu wengi walipoanguka waliacha. Watu wengi walipokata tamaa waliacha. Mtu wa Mungu, adui hana kawaida ya kukuacha, ataendelea kukufuatilia miaka na miaka. Amen. Ndio maana kuna watu ukiliangalia tatizo lako unasema limedumu miaka 4, unasema limedumu miaka 10, unasema hili ni tatizo la miaka 20. Kwa nini? Halikuwepo na tatizo la siku moja, limefikaje miaka mingi? Ni kwa sababu adui hakukata tamaa. Ni kwa sababu adui aliendelea kukusumbua. Amen. Na ripoti yake ni ile ile ya kwamba leo ninakuua, mwili wako na wapa ndege wa angani. Leo ninakupiga, nyama yako na wapa wanyama mwituni. Nakwambia ugonjwa huu utakumaliza wewe na uzao wako. Taarifa haijawahi kubadilika. Habari njema haijawahi kuja kwenye familia yako. Ni kwa sababu gani? Adui, mtu wa Mungu, hajawahi kukuacha. Mungu anataka ustopishe hiyo vita. Amen. Mungu anataka kukushindia hiyo vita. Amen. Hauwezi kushinda mtu wa Mungu ukiwa umempa adui kisogo. Geuka. Amen. Uwe hodari. Amen. Na moyo mkuu. Amen. Pigana hiyo vita. Amen. Vita zozote zilizowahi kuisha, unaona majeshi yalienda kupigana. Unaona adui aliondoka kwa kupigwa.
Unamuona yule aliyeshinda alimwangalia adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata alipopigwa sana akaumia. Unamuona mtu anakimbia kwa kitambo, anaenda kupona majeraha, anajipanga upya, anarudi kushindana na adui. Amen. Kwa nini? Kwa sababu adui ana kawaida ya kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine mtu wa Mungu wanasumbuliwa na adui ambaye alimshambulia mama yako, alimshambulia baba yako, alishambulia shangazi zako. Unaambiwa ili tatizo kwenye familia limekula ndugu wote, ndio limeua familia nzima, ndio limeharibu ndugu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kama hautageuka linakumaliza na wewe. Ndio maana Mungu anasema geukia adui zako. Amen. Lakini anasema hivi, Bwana Mungu yuko kwa ajili ya kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Ngoja mtu wa Mungu tuendelee mbele. Mbona utanielewa tu? Amen. Dada Krista, naomba turudi kwenye Samueli wa kwanza, sura ya 17, mstari wa 32 na hadi 35. Amen. Samueli wa kwanza, sura ya 17, mstari wa 32 mpaka wa 35. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe hu kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ushindi ni wako. Amen. Kushinda vita ni lazima. Amen. Tukirudi kwenye hili andiko, neno la Mungu linasema Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona Daudi anazungumza na mfalme. Amen. Na anamwambia mfalme asizimie moyo mtu yeyote. Juu nimetoka kukuambia hivi, uwe hodari na moyo mkuu. Amen. Daudi anamwambia Sauli, mtu yeyote asizimie moyo. Maana yake nini? Tunapaswa kuwa na moyo mkuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi alipomwangalia Sauli na jeshi, walikuwa wameanza kuzimia. Mioyo yao ilikuwa imeanza kuyeyuka. Mfilisti alikuwa ni adui tishio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu kupigana naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Mtu wa Mungu, unaliona tatizo kwenye familia yako, linajieleza namna ambavyo limeshiba, linajieleza namna ambavyo limekaa muda mrefu, linajieleza namna ambavyo limeshinda tuzo nyingi. Amen. Linajieleza namna ambavyo limechukua makombe mengi. Na wewe uko kwenye familia yako, unajiona ni kijana mdogo. Ndugu zako wanakwambia ni kijana mdogo, ila hana uwezi kuvunja. Wajomba walishindwa kuvunja, mababu walishindwa kuvunja, imewatesa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona Sauli anamwambia Daudi, hali ilivyo hauwezi wewe. Maana yake nini? Hakuna aliyeweza. Maana yake nini? Ametumaliza huyu mtu. Maana yake nini? Amemaliza watu wengi. Lakini huyu mtu historia yake inasemaje? Ni mtu wa vita muda mrefu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi tunapomwangalia adui yetu, amekaa miaka mingi, ana historia ya kuharibu mimba nyingi, ana historia ya kuua vitu vingi, ana historia ya kula maisha mengi. Mtu wa Mungu, kuna watu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hawana historia ya kutawala muda mrefu, ya kudumu ndani ya mafanikio muda mrefu. Wote wakikueleza mafanikio ndani ya familia, utaambiwa kaka yetu mkubwa alikuwa ni mfanyabiashara, alifanikiwa, alikaa miaka 3 akafilisika. Unaambiwa kwa habari ya dada, ya kwamba dada alipata kazi nzuri, tena alikuwa mkurugenzi, alipandishwa cheo, alikaa miaka 4 akafukuzwa kazi, tukafilisika. Unaambiwa kwa habari ya mtu ya mambo ya zamani. Neno la Mungu linasema hivi, usitueleze habari ya zamani, tazama jambo jipya. Amen. Jambo jipya ni lipi?
Ili tushinde vita ni lazima kumgeukia adui. Amen. Unamwona Sauli anamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Unaambia tatizo hili limemwangusha bibi, tatizo hili limemwangusha shangazi, tatizo hili limemuua mtoto wa ndugu yako, tatizo hili limemla binamu yako. Mtu wa Mungu, ligeukie. Amen. Ona kitu Daudi anamjibu Sauli. Daudi akamwambia Sauli kwenye mstari wa 34, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi utoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Amen. Daudi anamuelezea Sauli mambo ambayo Mungu wake alimfundisha. Amen. Anamwambia, unaponiona mimi Sauli, mimi nilikuwa nachunga kondoo wa baba yangu, kondoo wanaolala zizini, kondoo ambao mimi ninawachinja na kula. Nilipokuwa nikiwachunga, adui alikuwa anakuja. Adui yangu alikuwa ni simba, adui yangu alikuwa ni dubu. Amen. Na walipokuwa wakija, walikuwa wanakamata mifugo yangu. Daudi anamwambia Sauli, sikuwaachia adui wale mifugo yangu. Sikuachia uharibifu uingie kwenye malango yangu. Amen. Daudi anamwambia, mimi utoka nikamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Nikampiga. Maana yake nini? Daudi anamwambia Sauli, sina historia ya kukimbia. Amen. Mungu wangu ana historia ya kukimbia adui. Amen. Mungu ninayemtumikia ana historia ya kugeukia adui zake. Amen. Ninachokijua, alikuwa ananielekeza kugeukia simba. Amen. Mtu wa Mungu, hebu tafakari. Wewe na kondoo, wewe na mbuzi, akitokea simba akichukua kondoo wako, wewe utafanya nini? Utakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu wengi watakwambia kimbia, okoa maisha yako. Lakini Daudi aliweka thamani kwa kondoo. Amen. Aliweka thamani kwenye mifugo yake. Amen. Alihakikisha adui hali chochote Amen. kwenye malango yake, au mifugo yake wala kuku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema namgeukia, nampiga, namnyang'anya. Mtu wa Mungu, tunapoenda kugeukia adui zetu, tunamnyang'anya adui mali zetu kwenye midomo yake. Amen. Tunamnyang'anya adui ushindi wetu kwenye midomo yake. Amen. Mtu wa Mungu, ushindi wako upo kwa wewe kugeuka. Amen. Upo kwa wewe kumgeukia dubu. Amen. Neno la Mungu linasema, wote tunajua ya kwamba simba ni mshtaki wetu. Ananguruma akizunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Mungu anapokuambia usiogope, uwe hodari, uwe na moyo mkuu, kwa sababu yeye ni simba wa Yuda. Amen. Simba anayekutisha sio mkubwa, mtu wa Mungu. Amen. Makali yake hayatishi kama ya huyu simba wa Yuda. Amen. Unachotakiwa kufanya nini? Geuka. Amen. Huu ni mwezi wa kugeukia adui, mtu wa Mungu. Amen. Nakwambia ligeukie tatizo lako. Amen. Ili ushinde, ili urudishwe kwenye kazi, ili Mungu akupe promotion, ili Mungu akupe kazi tena. Amen. Ili Mungu akupe ushindi tena. Amen. Ili unyanyue kampuni yako iende tena, ili uzao ukae kwenye familia yako tena. Geuka. Amen. Kama unasikiliza pamoja na mtu wako hapo nyumbani, mwambie geuka, ndugu yangu. Amen. Lakini kwa pamoja jishikeni mikono, geuka. Amen. Geukeni. Piga huo usingo ndani ya nyumba. Amen. Piga kukosa kuolewa ndani ya hiyo nyumba. Amen. Piga huko kuvunjika ndoa ndani ya hiyo nyumba. Amen. Piga hizo divorce ndani ya hiyo nyumba. Amen. Piga magonjwa ya kurithi ndani ya hiyo nyumba. Amen. Piga gundu. Mnaambiwa kila siku mna gundu. Nani ameliweka hilo gundu? Mnaambiwa kila siku mna nuksi. Nani ameweka hiyo nuksi, mtu wa Mungu? Mnaambiwa kila siku nyinyi ni watu wa kupata ghafula mbaya. Nani anazileta kwenye malango yenu? Malango yenu anatawala nani? Ardhi yenu analinda nani? Kila siku nyinyi ndio watumwa. Nani ameandika? Mgeukie aliyeandika. Amen. Mgeukie. Mgeukie anayesababisha madeni kila siku. Wewe kila siku unafanya kazi kwa bidii, jasho linakutoka ulali, ukipata hela zinapukutika. Zinakula. Nani anayetoboa matobo kwenye mifuko yako? Nani anayechana pochi lako? Nani anayekula akiba zako? Huyo ndo adui. Amen. Na kama hautogeuka, hautoshinda. Mungu anapokuambia uwe hodari,
Uwe na moyo mkuu, usiogope. Manake nini? Yeye ndo anayepigana vita yako. Unamuona mfalme amemkimbia Filisti mfalme. Lakini Daudi hana nafasi. Yeye ana Mungu tu. Amen. Amemwona Mungu akimshindia. Anamwambia mfalme, mimi mtumishi wako nilikuwa ninamwangalia simba, namgeukia, namnyang'anya mifugo kwenye kinywa chake, alafu nampiga, alafu namjeruhi, alafu namuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo mtu wa Mungu, tunamgeukia, tunamrudia, tunamshika yule adui. Amen. Tunampiga. Amen. Na tunamuua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoje tuendelee mbele, utanielewa. Ndani ya huu mwezi mtu wa Mungu, kama ukuelewa session ile iliyopita ya kwanza, utaelewa hii ya pili. Amen. Naomba nisomee Esther 3 mstari wa 8 mpaka wa 11. Esther 3 mstari wa 8 mpaka wa 11. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala wazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mkononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi, akampa Hamani bin Hamedata Mwagagi, adui wa Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ngoja nikuonyeshe habari nzuri sana. Neno la Mungu linasema kwenye Esther 3:8 mpaka 11. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa waliokaa katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona adui anasuka mpango, mtu wa Mungu. Anasuka tukio, anatengeneza bomu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, basi mfalme ukiona vema na iandike kwamba waangamizwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi, akampa Hamani bin Hamedatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko unaona Wayahudi wametulia, lakini nyuma kuna adui anasaka mpango mbaya sana. Adui yao anaitwa Hamani. Hamani ana chuki tu na Wayahudi, anawaonea wivu, anawaonea hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamuona Hamani anaenda kwa mfalme, anamueleza ubaya na anamueleza mpango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule ubaya anaomueleza, unamuona mfalme anakubaliana nao. Tena mfalme anavua pete, anamruhusu Hamani aitumie aonavyo vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi, kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vyema. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Wayahudi hawana habari. Wayahudi wanajua siku yao ile ni kama siku za kawaida. Wayahudi wanajua na kesho ataamka salama. Kumbe nyuma adui amesuka bomu, tena kwa Wayahudi wote. Mtu wa Mungu, umekaa kwenye familia yako, umekaa na uzao wako, umekaa kwenye mji wako, huna habari. Nyuma adui anakusukia bomu, anakusukia jambo baya sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Kristo, nisomee Esther 3 mstari wa 13. Esther 3 mstari wa 13. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua.
na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Hadari, na kuyachukua mali yao kuwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona ule mpango unakamilika. Alafu neno la Mungu linasema barua zinapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme kuwaangamiza Wayahudi wote. Mtu wa Mungu, adui lengo lake ni kukuangamiza na kuangamiza wote. Hata kama atakuwa na kuangamiza kidogo kidogo, manake lengo lake ni kukumaliza. Lengo lake ni kula kila kitu kwenye nyumba yako. Lengo lake ni kumaliza afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, kuwaangamiza Wayahudi wote na kuwaua. Kwa hiyo adui anapokuja, mtu wa Mungu, adui anapokupangia mipango, mtu wa Mungu, adui anapokufuatilia, mtu wa Mungu, lengo lake ni kukuua. Ndio maana Mungu anasema mgeukie adui yako. Amen. Kama hautomuua atakuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anasema nitakupigania, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Mimi Mungu nitapigana mapigano yako. Usipopigana, mtu wa Mungu, adui aachi, atakupiga wewe. Akimaliza atapiga uzao wako, akimaliza atapiga wajukuu, akimaliza atapiga vitukuu. Usipomgeukia adui yako, kesi haiishi. Ili kesi iishe, lazima ugeuke, mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, kuwaangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia. Manake nini? Anakula uzao wote. Unaona wazee, wazee wamefanya nini, mtu wa Mungu? Ghafla wanaingia kwenye mkumbo wakauliwe. Mtu wa Mungu, watoto wachanga wamefanya nini? Kosa lao ni kuwa Wayahudi. Wamemfanya nini Amani? Mpaka Amani anapanga kuwaua. Na mfalme, mtu wa Mungu, hafikiri. Anaambiwa tu hawa watu ni wabaya kwako. Wamesema sawa, wafe. Mtu wa Mungu, kuna mtu alitoka akaenda kwa waganga wa kienyeji, akasema familia ile ni wabaya kwangu. Mganga wa kienyeji akampa mafundo ya ilizi. Mganga wa kienyeji akampa nazi. Mganga wa kienyeji akampa sanda. Mganga wa kienyeji akampa majeneza, akamwambia kawazike. Alafu mtu wa Mungu anachukua majina yako, anachukua karatasi, anakuandika majina yako. Anamwandika mama yao kina Melebi, anamwandika kaka yao mzaliwa wa kwanza, anamwandika mpaka mtoto wa mwisho Krista. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawaandika wote, alafu anawachukua, anawafunga na ilizi, anawazika. Unazaliwa kwenye familia, tangu umekuwa familia yenu ni giza. Tangu umekuwa, kila kinachofanywa akifanikiwi. Nani adui? Nani amekutenda mabaya? Mtu wa Mungu, Wayahudi walikuwa wamekaa, lakini Amani anatoka anamwambia mfalme maneno ya ugombanishi, maneno ya chuki, maneno ya fitna. Unaona barua inaandikwa, unaambiwa wazee wauawe, vijana wauawe, watoto wachanga wauawe. Manake hata mtoto mchanga aliyezaliwa leo anakutana na hatia, anakutana na kesi, anakutana na maandishi ya mauti. Kakosea nini? Kamkosea nani? Ndio maana nimekwambia, kama hautamgeukia adui, mtu wa Mungu, atawamaliza. Unaona huyu mtu anagombanisha taifa zima liuawe. Manake nini? Lifutwe. Mtu wa Mungu, hauoni wakimkosea, lakini unamwona Amani aliwaonea wivu. Kuna mtu wa Mungu, wewe umefungua duka lako karibu na yeye tu. Mungu amekupa kibali, unauza sana, wateja wanakufuata, anakuonea wivu. Anaenda kwa mganga, naomba nyota yake. Jirani yangu anauza sana. Ulimkosea nini? Kosa lako ni kwa jirani. Ndio maana Mungu anasema geuka. Kama utapigana, mtu wa Mungu, utashindwa. Daudi anasema, nilimnyang'anya simba mwana kondoo kwenye midomo yake. Amen. Kwa nini simba ule mwana kondoo wakati sio wako? Huu mfugo sio wako, kwa nini unilie? Mungu hataki upoteze chochote. Amen. Mtu wa Mungu angeweza kumwambia Daudi, kimbia, acha ujinga. Lakini neno la Mungu linasema ile barua iliandikwa mpaka watoto wachanga wauawe. Na anasema hivi, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12 ndio mwezi wa Hadari, na kuyachukua mali yao kuwa nyara. Mtu wa Mungu, hawawaui tu, wanachukua mali yao. Manake wanawaua wao, wanachukua mali yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kuna watu wamekuua, wamechukua ujuzi wako.
Kuna watu wamekuzima, wameiba vibali vyako. Kuna watu wamekutoa, wamekaa kwenye nafasi yao, wanachukua nyara mali zako. Nakwambia mtu wa Mungu, usiku wa leo lazima tumgeukie adui. Amen. Lazima tumgeukie adui. Amen. Lazima tumwangamize adui. Amen. Lazima tumpige adui. Naomba nisomee Esta 4 mstari wa kwanza. Esta 4 mstari wa kwanza. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Mtu wa Mungu, hili ndilo lengo la adui analotaka kufanya kwenye maisha yako. Kuona wewe unalia muda wote, kuona wewe una uchungu muda wote, kuona wewe hauna raha muda wote. Neno linatuambia Mordekai alipopata ile taarifa, anasema alizirarua nguo zake, akajivika magunia. Kwa sababu gani? Ya adui, ya maneno aliyomwambia ya kwamba nitachukua nyama yako, nitawapa ndege wa angani, nitahakikisha nyama yako inaliwa na wanyama wa mwituni. Nimekufanya nini? Nimekutenda nini? Neno la Mungu linasema ile habari ilipofika, Mordekai analalua nguo zake. Amen. Wapo watu, mtu wa Mungu, wamekutenda mabaya, wamekusema mabaya, ghafla umepata umaskini, hauvai nguo nzuri tena, wanakucheka. Unavaa nguo za kuchanika, wanakucheka. Unaomboleza, wanakucheka. Ndicho wanachotaka kuona unapata. Wanapoona hasara kwenye maisha yako, wanacheka. Nasema mtu wa Mungu, watachekwa wao. Amen. Wewe fahari yako inarudi. Amen. Wewe nafasi yako inarudi. Amen. Nakwambia tunageukia adui zetu. Amen. Yeyote aliyewahi kututenda mabaya, nasema hivi, ubaya utakaa juu yake. Amen. Yeyote aliyekutoa kwenye nafasi kwa fitna, kwa ila, kwa uonevu, nasema hivi, kama alivyokutendea wewe, yanamrudia mara 100 utosini kwake. Amen. Yanamrudia mara 100 kwenye kichwa chake. Amen. Yeyote aliyefanya ulie usiku na mchana, mtu wa Mungu, atalia yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuendelee mbele, mtu wa Mungu. Naomba nisomee Esta 4 mstari wa 15 mpaka wa 17. Esta 4 mstari wa 15 mpaka wa 17. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yote kama vile Esta alivyomwagiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya Mordekai kuumia na kulia, taarifa inafika kwa Esta, mtu wa Mungu. Na Esta alikuwa kwenye position ya kutokushinda ile vita. Lakini alipopewa ule ujumbe, unamuona Esta anamwagiza Mordekai kuingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwambia Mordekai ya kwamba waambie Wayahudi wote wenye adui, wote waliotangaziwa kuuawa, wote maisha yao yanaoteswa, waambiwe waombe siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema baada ya maombi nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, kuangamia na niangamie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya maombi namgeukia adui yangu. Amen. Namgeukia aliyeandika haraka. Amen. Namgeukia hii taarifa. Amen. Namgeukia aliyeseti hii mipango. Amen. Na yageukia haya mabomu. Amen. Kama kuangamia na niangamie. Amen. Ndio maana Mungu anasema uwe hodari na moyo mkuu. Amen. Manake nini? Unatakiwa kugeuka. Amen. Haijalishi vita inatisha kiasi gani, unatakiwa kugeuka. Amen. Haijalishi taarifa mbaya ni kiasi gani, unatakiwa kugeuka. Amen. Lakini tunageukia wapi? Kwenye maombi. Amen. Tunageuka na Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli tulie naye. Amen. Yeye ndo anayepigana mapigano yetu. Amen. Esta anamwambia Mordekai, watu wote waliotangaziwa kuuawa waingie kwenye maombi. Watu wote waliotangaziwa kuuawa waingie kwenye maombi. Amen. Manake
Manake ni watu wote wanaomuona huyu adui wakaombe. Amen. Watu wote wanaojiona wako salama wakaombe. Amen. Baada ya maombi, mimi naenda kwa mfalme kinyume na sheria. Kama kuangamia na niangamie. Manake nini? Kama nisipoomba, kama sitaigeukia hii shida nilionayo, manake shida itaniua. Hata nikikimbia, shida itanifuata. Hata nikisema naondoka, hii shida haitaondoka. Itanifuata mimi, itawafuata watoto wangu, itawafuata wazee wangu. Kwa hiyo mimi nageuka. Amen. Wacha nife kwenye ushindi. Amen. Wacha nife nikiwa napigana. Amen. Lakini huyu adui lazima nimuondoe. Amen. Ili tuwe na amani, lazima adui afe. Amen. Lazima adui tumuue kwenye mikono yetu. Amen. Lazima adui tumkate na mapanga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nilipokuwa nasoma Biblia, watu wote waliogeukia adui zao, Mungu aliwapa ushindi. Wote. Sijamuona hata mmoja aliyemgeukia adui alishindwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, manake nini? Ili uweze kushinda, geukia tatizo lako. Amen. Geukia hiyo kansa. Amen. Geukia hiyo HIV. Amen. Geukia hiyo taarifa kwa habari ya moyo uliopewa. Geukia kwa habari ya ini. Wamekwambia ini lina uvimbe, ini limejaa maji. Wamekwambia figo moja imefeli. Wamekwambia nini kwa habari ya mwili ulionao. Geukia mtu. Amen. Hata ukikimbia utakufa. Na ukifa hilo tatizo alifi. Adui aondoki. Anabaki. Neno la Mungu linasema ule wa haraka ulisema hadi kuua watoto wachanga. Manake nini? Tatizo ni kubwa kiasi cha kwamba litawala watoto. Kwa hiyo Esther anasema mimi nitaenda. Waraka si umetoka tufe. Sio anasema tuangamie. Mimi nitageuka kama kufa na nife. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu amesema na sisi ya kwamba uwe hodari mtu wa Mungu. Mungu atakushindia vita vyako. Uwe na moyo mkuu. Angalia huo umaskini kwenye familia yenu. Uulize umaskini nani aliouingiza? Nani aliyetuloga sisi? Sisi tumelogwa wapi? Nani aliyetufunga sisi? Nani aliyetulaani kwenye hii ardhi? Mtu wa Mungu, utaiangalia ardhi yako. Nani alikwambia wewe ardhi usinizalie matunda? Nani alikwambia wewe ardhi usio upande wangu? Nani alifunga malango yako wewe ardhi kwa ajili yangu? Mbona nimeona kuna watu wanapita? Kwa nini mimi na familia yangu hatupiti? Mtu wa Mungu, ili ushinde ni lazima urudi. Maombi ninayokuelekeza na yajua mtu wa Mungu. Amen. Tunayafanya mtu wa Mungu. Angalia tatizo lako. Amen. Nani alisema ya kwamba nyinyi mteseke? Nani mtu wa Mungu? Geukia tatizo. Neno la Mungu linasema hivi mtu wa Mungu. Amani ndio alienda kwa mfalme. Na alipotengeneza lile bomu, taarifa ilipotoka ilisema mfalme. Manake nini? Wapo adui waliojificha nyuma ya vitu. Amen. Mtu wa Mungu, ukigeuka utamkamata adui. Amen. Ukigeuka utamkamata adui. Amen. Ukigeuka utamshinda adui. Amen. Nakwambia hautakufa. Mungu sio dhalimu. Amen. Neno la Mungu linasema uwe na imani na moyo mkuu. Amen. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatue baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini, hayo yatatukia. Amen. Mtu wa Mungu, aamini. Amen. Unashinda na tutashinda tu. Amen. Ngoja nikupeleke kwenye andiko la mwisho tukaombe. Naomba nisomee Esther 5 mstari wa 2. Esther 5 mstari wa 2. Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ndio Mungu tunayemzungumzia. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mtu wa Mungu, wakati Esther anaenda kwa mfalme, alikuwa hana kibali. Alikuwa akubaliki. Alikuwa ameandikiwa mauti. Lakini alipogeukia tatizo, Amen, unaona kibali kinakaa kwa Esther. Amen. Mtu wa Mungu, ili ushinde, mgeukie adui. Amen. Unaona alipogeukia tatizo, alipofika kwa mfalme,
Mfalme anamuonyeshia Esther fimbo ya dhahabu. Esther anapata kibali. Mwanzoni kile kibali kilikuwepo wapi? Adui alikificha. Adui alikiiba. Mtu wa Mungu, geuka uone kibali ambacho Mungu amekupa. Amen. Geuka uone ushindi ambao Mungu amekusudia kukupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mshukuru Mungu mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno la wakati ambalo umeliachilia kwenye malango yetu usiku wa leo. Tunakushukuru Mungu Mwokozi. Tunakushukuru kwa kusema nasi. Hakika sifa, heshima na utukufu ni za kwako wewe Bwana. Tunakushukuru wewe Mungu wetu. Tunakushukuru wewe Bwana wa majeshi. Asante kwa sababu ndani ya mwezi huu Baba umekusudia kutufungua. Asante maana unatuchukua hatua. Asante maana adui hatutamuona tena. Maana tunapomgeukia adui ameshindwa kwa jina la Yesu. Maana hatutamuona tena. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunasema asante mbele zako. Tunasema asante mbele zako. Tunalibariki jina lako. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo nasogea mbele zako. Ninaomba unipe ujasiri wa kugeukia adui yangu. Nipe ujasiri wa kugeukia tatizo langu. Neno lako linasema iweni hodari na moyo mkuu. Msiogope wala msifadhaike, kwa sababu Bwana upo pamoja nasi. Na neno lako linasema nayaweza mambo yote kwako wewe unayenitia nguvu. Usiku wa leo naomba ujasiri uliokufa ndani yangu. Naomba ujasiri uliokufa moyoni mwangu. Ujasiri wa kugeukia adui zangu. Ujasiri wa kugeukia tatizo langu. Ujasiri wa kugeukia kesi yangu. Ujasiri wa kugeukia aibu yangu. Naomba ujasiri kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila aibu iliyopiga maisha yangu usiku wa leo naigeukia. Ninaiamuru itoke kwa jina la Yesu. Itoke kwa jina la Yesu. Kila tatizo nililokuwa naliogopa usiku wa leo naligeukia kwa jina la Yesu. Naligeukia. Nipe ujasiri, nipe moyo hodari, moyo mkuu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba ujasiri. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako nikiomba ujasiri. Naomba ndani ya moyo wangu. Naomba ujasiri kwa kila jambo ndani ya moyo wangu ili niweze kugeukia adui yangu, ili niweze kugeukia tatizo langu. Mungu, kwa damu ya Yesu ninaomba ujasiri. Kwa damu ya Yesu ninaomba ujasiri moyoni mwangu. Ninaomba ujasiri. Nipe ujasiri wa kugeuka. Nipe ujasiri wa kugeuka. Moyo wa hodari wa kugeuka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nipe ujasiri. Nipe ujasiri wa kugeuka na kugeukia tatizo langu. Na kugeukia tatizo langu. Ninakataa kukimbia. Ninakataa kujificha. Ninakataa kukata tamaa. Maana umesema kwenye neno lako nayaweza yote katika wewe unitiaye nguvu. Nami naomba unipe ujasiri wa kusimama imara, wa kugeuka na kugeukia. Sema Bwana Yesu. Naomba ndani ya moyo wangu. Naomba moyo mkuu ndani ya moyo wangu. Naomba hodari kwenye maisha yangu. Nisikimbie, nisiogope, nisifadhaike, nisiangamie. Naomba kufufuka tena. Naomba kurudi kwenye nafasi yangu. Kila aliyedhania ya kwamba ameniweza, ya kwamba ameniua, ya kwamba amenisibu, atashangaa. Naonekana tena. Kwa jina la Yesu. Nipe uhodari. Nipe moyo wa uhodari ndani yangu. Nipe moyo wa ushindi ndani yangu. Nipe moyo mkuu ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Ombea moyo wako. Randa kabade. Baba, katika jina la Yesu ninauombea moyo wangu. Ninaomba unipe uhodari. Ninaomba unipe moyo mkuu. Ninaomba unipe moyo
Mungu, ninaomba unipe uhodari, nisiogope, nisifadhaike moyoni mwangu, nisiogope kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nisiogope kwa jina la Yesu, siogopi, ninainuka kila mahali walipozani nimeanguka, ninainuka, ninarudi kwenye nafasi, ninarudi kwenye nafasi, na muondoa kila adui kwenye malango, kila adui aliyenitoa kwenye nafasi. Leo hii ninageuka, leo hii ninafufuka, leo hii ninanyanyuka, ninageuka, ninakujia kwa jina la Bwana, ninakutoa kwenye malango, ninakutoa kwenye nafasi, ninakutoa kwenye ardhi yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo hii ninakumaliza kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, moyo wangu uwe hodari, uwe hodari, uwe hodari na ujasiri, uwe imara, uwe imara kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo ninasogea mbele zako na tatizo nililonalo. Mtu wa Mungu, weka tatizo lako mbele yako. Jambo lolote linalokutisha, jambo lolote linalokuhuzunisha, jambo lolote linalokunyima usingizi, liweke mbele ya macho yako. Sema Bwana Yesu, ninaliangalia tatizo langu, ninamwangalia huyu adui anayetishia maisha yangu. Usiku wa leo ninazima kila sauti ya vitisho kwenye hili tatizo, ninazima kila sauti ya mauti kwenye hili tatizo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninazima kila sauti ya mashetani, sauti ya majini, sauti ya nguvu za giza, sauti za mauti, sauti za kuanguka, sauti za kupotea, sauti za mapooza, ninazima kwenye tatizo hili, kwenye malango yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe tatizo, ninasema uniwezi, ninasema uniui, ninasema unishindi. Wewe tatizo, uko mbele yangu, ninasema hauna nguvu tena, ninasema hauwezi tena, ninasema haunitawali tena. Toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye nyumba yangu, toka kwenye familia yangu, toka kwenye mji wangu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nena mbele ya Mungu, kemea hilo tatizo. Baba, katika jina la Yesu ninakemea kila sauti za vitisho zinavyotoka kwenye tatizo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninazizima kila sauti, ninazizima kila sauti za vitisho zinazotoka kwa adui, zinazotoka kwenye tatizo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninazima kwa jina la Yesu, ninazima sauti zenu, ninazima sauti zenu, ninazima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitasikia hizo sauti kwenye moyo wangu, sitasikia sauti zenu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natamka wewe tatizo utakuwa kama kitu kisichokuwa mbele yangu, utakuwa kama upepo, utakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua hilo tatizo lako mbele yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naleta hizi nyumba zote mikononi mwako, naleta hawa watu wote mikononi mwako, na yanyanyua ya matatizo aliyokuwa nayo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natamka hili tatizo toeka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tatizo toka sasa kwa jina la Yesu. Ninazima kila sauti za mauti, ninazima kila sauti za vitisho, ninazima kila sauti za kifo, ninazima kila sauti za magonjwa, ninazima kila sauti za mwisho, ninazima kila sauti za giza, ninazima kila sauti mbaya. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa watoto wa Mungu, toka kwenye familia ya watoto hawa, toka kwenye familia nyumba hii, toka kwenye familia hii, toka kwenye hii ndoa, toka kwenye uzao, toka kwa vijana hawa, toka kwa mabinti hawa, toka hii wewe tatizo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninazima kila sauti, ninazima kila sauti za gundu, ninazima kila sauti za nuksi, ninazima kila sauti za
kutokiwa, ninazima kila sauti za utupu, ninazima kila sauti za kupotezwa, ninazima kila sauti za uduni, ninazima kila sauti mbaya, sauti za majini, sauti za mahaba, sauti za kipepo, sauti chafu, ninazizima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila sauti za addiction, kila sauti za wezi, ninazizima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, ninatamka ukombozi kwa watoto hawa. Baba, ninatamka ukombozi kwenye hii familia. Baba, ninatamka kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, natamka hakuna nyumba itakayopotea kuanzia sasa. Amen. Hakuna familia itakayokufa kuanzia sasa. Amen. Baba, ninawarudisha watu wote kwenye nafasi zao. Ninatamka kila mtu ananyanyuka na kuangaza. Amen. Kila mtu ananyanyuka na kuangaza. Ninatamka uzima kwenye nyumba zetu. Amen. Ninatamka afya kwenye nyumba zetu. Amen. Ninatamka kila miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu inarejea kuanzia sasa. Amen. Natamka mabaya yote yanatoka. Amen. Baba, ninabariki watoto wako. Amen. Baba, ninawabariki watoto wako. Amen. Baba, ninawabariki watoto wako. Amen. Ninatamka wamebarikiwa kuanzia sasa. Amen. Ninabariki kazi ya mikono yao. Amen. Ninabariki ardhi zao. Amen. Ninabariki malango yao. Amen. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, tunatoa sadaka zetu mbele zako. Tunaomba uzipokee, Mungu mwaminifu. Tunaomba uzitakabali zote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaziweka sadaka zetu kwenye madhabahu yako. Kwa sadaka hizi, ninaomba uzime sauti za adui. Kwa sadaka hizi, ninaomba utupe moyo wa ushujaa. Kwa sadaka hizi, ninaomba utupe ujasiri wa kugeukia adui zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, utatoa sadaka yako kwenye namba 0716052202. Kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, fuatisha sala hii, sema: Bwana Yesu, ninakupokea usiku wa leo moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kama ukusikiliza kumgeukia adui sehemu ya kwanza, basi rudi sikiliza. Mungu akubariki na Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen.